hukumu ya tahrimu jima'u almar'ati fi duburi. Ni kwamba aya hii imetupa ishara ya uharamu wa kumwingilia mke sehemu ya duburi yake. Dalili ya haya hukumu hii ambayo nimetaja ni hizi nukta tatu ambazo zipo katika hii aya tukufu. Nukta ya kwanza ni mafhumu ya kauli yake Allah azza wa jalla aliposema qul huwa adhan. Wanakuuliza ya Rasulullah kuhusu haidh, sema kuambia kuwajibu huwa adhan, haidh ni udhia. Tulipofasiri neno udhia tulisema udhia kwa sababu ni najis, na ni udhia kwa sababu ina harufu mbaya, na ni udhia ni kwa sababu ni kitu cha kuchukiza, kitu kichafu. Baadaye tukawaambieni kwamba hii ndio illa ya hukumu. Mbele yake tukawaambieni kwamba kuna kaida wanazuoni wanakwenda nayo katika mambo ya ahkam ya kwamba al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, ya kwamba hukumu kawaida inafuatana na illa yake. Kila panaposimama ile, inapopatikaniwa ile illa, basi hukumu imepatikaniwa. Sasa Allah azza wa jalla alipoharamisha kuwaingilia wanawake sehemu ya haidhi, panapotoka haidhi, alieleza hukumu, alieleza illa ya hukumu kwamba ni kwa sababu ni udhia. Illa yake ni udhia. Udhia ni uchafu, udhia ni harufu, udhia ni najis. Ila hiyo aliyotaja Allah azza wa jalla inapatikaniwa yote kwa jumla katika duburi ya mwanamke. Katika duburi ya mwanamke panatoka najasa kama inayotoka kwa kiumbe mwingine yoyote. Inatoka najasa ambayo ni ghaiti, ambayo ni najis kama tunavyojua. Ile harufu natni rihihi pia ipo katika dubur, na kadhalika ule najasa ya kwamba yenyewe ni uchafu kadhalika iko katika ghaiti, na ipo katika pale pahala panapotoka ile ghaiti, kama ambavyo ipo katika pale pahala panapotoka haidhi. Kwa hiyo Allah azza wa jalla alipotuambia qul huwa adhan, hajaharamisha peke yake kumwingilia mwanamke au mke anapokuwa katika haidhi, bali kadhalika ameharamisha kwa ishara bighairi tasrihin juu ya uharamu wa kumwingilia mke katika duburi yake. Pili, Allah azza wa jalla hapa katika aya akasema wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na msiwaingilie hadi watahirike. Mafhumu ya maneno haya ni kwamba ni haramu kumwingilia mke katika sehemu yake ya duburi. Kwa vipi? Kwa sababu sehemu ya duburi ya mwanamke ni najasatun au mahallu najasatin daimatin au mahallu najasatin daimin, ni pahala pa najasa pa daima. Sasa ikiwa Allah azza wa jalla aliharamisha pahala ambapo panatoka najasa, akatuambia msiingie mpaka patwahirike, mafhumu yake ni kwamba pale pahala ambapo pana najasa ya kuendelea hapatahiriki, hapawezi kuwa halali. Hapo ndio haramu kabisa
Tumeelewana vizuri ikhwan? Pale panapotoka najasa ambayo sio daima, najasa ya kuja na kuondoka, lakini tumeharamishiwa kuingia hapo pahala najasa ile itakapokuwa ipo. Sasa seuze pahala ambapo najasa haiondoki, iko hapo hapo kila siku. Ni pahala pa kutoka najasa kuendelea, wala haitotokea wakati kwamba najasa hapo itakuwa imekatika. Kwa hiyo mafuhumu ya maneno haya kadhalika ni uharamu wa kumwingilia mwanamke katika dubur. Nukta ya tatu katika hii aya, Allah azza wa jalla asema fa idha tataharna fa'tuhunna, watakapojitahirisha wanawake, sio watakapotahirika, watakapojitahirisha kwa kuoga, fa'tuhunna, waingilieni, min haythu amarakumullah, kupitia kwa pale alipoamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumu ya maneno haya kadhalika maana yake ni kwamba kuna pahala ambapo Allah ametuamrisha tuingie na kuna pahala ambapo Allah ametuharamisha tusiingie. Kwa hivyo Allah azza wa jalla ametuamrisha kustarehe kwa pahala ambapo ametuamrisha tupitie. Mafhumu yake mukhalafa ni kwamba haifai kuingia na kwenda kustarehe katika pahala ambapo Allah azza wa jalla hajatuamrisha. Kwa kama nilivyotaja, aya hii imekuja kuthibitisha uharamu wa kumwingilia mwanamke katika dubur. Kwa maana hii ambayo nimetaja, ayu alikhwa, inasimama hoja kuwa wazi kwamba ni haram na haifai kwa waume kustarehe na wake zao katika hali kama hizi, na wakiwa katika haidh. Haijakuwa ni ruhusa au haijakuwa ni udhuru au haijakuwa ni sababu au kisingizio cha mwanamume kwenda kustarehe na mkewe sehemu isiyofaa ya dubur, eti kwa sababu ya kwamba mke yule yupo katika haidh. Uharamu wake tumesoma na umedhihiri katika aya hii kwa mafhumu ya haya maneno ambayo Allah azza wa jalla ametuambia.